Nipo na Joina hapa kwa ajili ya kuzungumzia dakika 90 ambazo zimetamatika kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya, kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya wenyeji Mbeya City, na Wekundu wa Msimbazi wamepata ushindi wa goli 1-0. Alama 3 zinawafanya waende kwenye kilele cha NBC Premier League. Joina, uko vizuri? Niko poa, niambie. Joina, unajisikiaje? Kwangu mimi kama mpenda michezo, kama shabiki, kwangu mimi najisikia vizuri kwa sababu tumetoka kuangalia mpira ambao umetamatika. Mnyama akiwa kapata alama 3 katika jiji la Mbeya City. Jiji ambalo Mbeya City walikuwa wako vizuri kwa ajili ya game na walikuwa wanahitaji kucheza mpira vizuri. Na wao pia wakiwa wanahitaji kupata alama 3, lakini ambavyo isivyo bahati hawajaweza kupata alama 3, wamepoteza mbele ya Simba Sport Club ambao wameweza kupata pointi 3. Ni jambo pia la kuwapongeza kwa kuendelea kukimbizana na ligi yetu na kuendelea kukimbizana kuwa mabingwa wa utetezi wa ligi yetu ya Tanzania. Lakini kwa upande wako umezungumza vyema ukiwa kama shabiki wa Young Africans, lakini unasema kwako haijawa vibaya. Kwa upande wako Joina, Simba yuko kwenye kilele cha NBC Premier League. Pressure inaongezeka kiasi gani kwenu mashabiki? Pressure lazima iongezeke kwa sababu Simba ni mpinzani wetu, na pia mpinzani wako anapofanya kitu kukuzidi lazima uwe na pressure kwa sababu hii ni mipira na hii tupo kwenye ligi ambayo kila mtu anatamani awe bingwa. Kwa hiyo unapoona mpinzani wako kakushinda kwa namna moja ama nyingine, lazima uongeze pressure ili na wewe uweze kumshinda, aendelee kuburuza pale ulipokuwa. Kwa mfano kama sasa hivi tunaenda kuona Young African tumeshazidiwa pointi 1 kutoka kwa Simba Sport Club ambao ni wapinzani wetu. Kwa hiyo moja kwa moja inabidi tujipange upya kwa michezo ambayo imebaki. Ukiangalia bado tuna michezo mbele ambayo imebaki. Haiwezi kaamua moja kwa moja kwa sababu michezo yote ambayo ipo mbele yetu bado ni migumu. Bado tunahitaji kushinda na wao pia bado wana michezo ambao nayo wanahitaji kushinda. Kwa hiyo sasa hapo ni kikubwa ni kupambana ili tuweze kuwashinda. Lakini pressure kwa sasa hivi tunaweza tukasema ni kubwa kwa sababu michezo iliyobaki ni midogo sana. Pressure unasema ni kubwa sana kuelekea kwenye mchezo wenu dhidi ya Fountain Gate. Kwa namna moja ama nyingine Fountain Gate sio timu ya kitoto pia. Nao wanaweza wakakaza either tukafunga au tukadraw, lakini hapa tunachokitaka sasa hivi ni kuweza kushinda game ya Fountain Gate ambayo itapigwa katika jiji la Arusha. Kwa moja kwa moja wachezaji waweze kupambana na kuweza kushinda hiyo game ili tuendelee kuwazidi wapinzani wetu alama 2. Ijapokuwa tukiwazidi alama 2 na wao pia watakuwa bado wana michezo ambayo itafuata nyuma ambao wanaweza wakashinda au wakapoteza, bado tukaendelea kushika nafasi ya kwanza au mpinzani wetu akaweza kutoka. Kwa mfano kama leo tunaona yupo mbele ya pointi 1 ambao kwa kwetu sisi tunaweza tukamchukulia kama ni viewers ya status ambayo muda wote inaweza ikapotea ikatoka na asisikike, lakini pia na sisi tukilegarega wao wanaweza wakaendelea kubaki wasiwe view status, pia wakaendelea kubaki kuwa kwenye nafasi ya kwanza na sisi tukao kwenye nafasi ya pili. Lakini yote ni mchezo na wote ni mpira ambapo sisi inabidi tujipange vizuri kwa michezo iliyobaki ili tuweze kushinda. Na tunachokiombea sasa hivi ni mpinzani wetu game ambazo zinakuja kati ya game moja au yoyote aweze kudraw au aweze kupoteza kabisa. Ndio kitu ambacho kwa sasa hivi ambacho tutakuwa tunakiombea kwa sababu sasa hivi tulipofikia na michezo iliyobaki tunaona ni game gumu na ni pointi nyingi ambazo tunazihitaji ili kuweza kuendelea kusalia kileleni. Bora apoteze mchezo mapema Simba ili kupunguza pressure kwenu kwenye mbio za ubingwa. Kabisa, yani bora apoteze au asipopoteza draw. Itakuwa ndio pona yetu. Lakini kwa sasa hivi tunavyoona hadi sasa hivi kashashika nafasi ya kwanza. Sisi bado tumerudi nyuma yake sehemu alipokuwa yeye. Sisi ndio ambapo tupo kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi inabidi tena tupambane ili turudi kwenye nafasi yetu na yeye aweze kurudi kwenye nafasi yake ambayo yupo. Ambapo tukiona pia Azam naye bado anafanya vizuri, naye bado anamfukuzia. Lakini tukija kutazama mchezo wa leo ambao ulikuwa kwa game iliyoisha, tuliona Chama hakuanza, lakini Chama alivyokuja kuingia kwenye game ya Simba aliweza kufanya vizuri na Simba wakapata ushindi. Lakini leo hii tumeona Chama yule kwa leo alivyoanza game ilikuwa vizuri, lakini Chama alivyofanywa sabu bado ameendelea kuona kwamba Simba imebaki na pengo. Kwa hiyo ndipo tunapokuja kuona kwamba Simba na wao vile bado wanamtegemea Chama. Chama akiwepo Simba wanafanya vizuri. Chama asipokuwepo Simba wanashindwa kuperform vizuri. Pia na Chama anaweza kuwaongezea performance nzuri akiwa kwenye mchezo. Akiwa haipo kwenye mchezo tunaona kabisa kwamba Simba wanafanyaje? Simba wanapoteana. Lakini katika mchezo wameweza kushinda bila
kutumia nguvu sana au wametumia nguvu sana, lakini yote ni michezo ambayo tulikuwepo uwanjani na Mbeya City sio wabaya pia. Una tafsiri gani maana ya kusema kwamba Chama akiwepo kuna wepesi kwa wekundu wa Msimbazi kujihakikishia ushindi, akitoka hali inakuwa tete? Kwa wao kikubwa wanamtegemea sana Chama, ijapokuwa leo hajaweza kupata performance nzuri ya kuweza kushinda goli, lakini asilimia kubwa Simba ikiwa uwanjani inamtegemea Chama. Chama ndio ambaye wanamuona ndio mchezaji wao pendwa, ndio mchezaji wao bora na ndio mchezaji ambaye anaweza kuwapa ushindi mzuri Simba kufikia nafasi waliopo. Lakini leo tumekuja kutazama ambapo Mpanzu ameweza kufanya vizuri na ameweza kuiweletea Simba goli moja ambayo imeweza kuwapa pointi 3 ambazo zimewapa wao ushindi mbele ya Mbeya City ambao walikuwa wakicheza nao mpira. Pia Mpanzu kwa siku tunaweza tukampongeza, japokuwa goli la Mpanzu lilikuwa linakuja kama ni offside, mara linatoka kama si offside, lakini oro wameweza kulikubali kwamba ni goli na likaweza likawapa pointi 3 wapinzani wetu ambao ni Simba. Wewe unalitafsiri vipi? Mimi kwangu mimi sio muamuzi. Mimi ni shabiki tu. Kiushabiki tunaweza tukawa na tantalila nyingi sana kwenye game na tunaweza tukaongea sana, lakini haiwezi kubadilisha chochote kwamba lile limekuwa ni goli. Hata tukisema ni offside bado ni goli. Hata tusiposema kwamba ni offside bado ni makubalika na muamuzi kwamba ni goli. Kwa hiyo yote kwa yote muamuzi alikuwa anachezesha mpira na amechezesha mpira kwa namna alivyochezesha yeye na hadi Simba kupata ushindi. Kwa hiyo kama ni offside kama si offside, lakini muhimu ni goli wamepewa Simba na wameweza kupata pointi 3. Clatous Chota Chama akitoa asisti kwa upande wa Elie Mpanzu, goli ambalo ni la pekee kwenye mchezo wa leo. Clatous Chota Chama anazidi kujiweka kwenye mazingira mazuri hasa kwenye kunyang'anyia MVP, yani most valuable player. Chama kwangu kwa sasa hivi naweza nikamwona kama ni tapeli, kwa sababu Chama anapofanya vizuri ni pale mkataba unapotaka kuisha. Mkataba unapotaka kuisha, Chama lazima afanye vizuri ili aongezewe mkataba. Kwa hiyo kwa sasa hivi anajiona kabisa kwamba hapa anaongezewa mkataba, lazima perform vizuri. Lakini kwa leo pia ambapo naweza nikaona, siwezi kuona kama amefanya vizuri zaidi, japokuwa labda ni kwa kuwa alikuwa anaumwa mechi iliyopita, alipata injury kidogo, na penye labda angekuwa sio hivyo angeweza kufanya vizuri zaidi. Siwezi kumlaumu sana. Turudi sasa kwa upande wa Young Africans na michezo yake ambayo imesalia. Ukiangalia yeye bado ana michezo 4 kunako ligi kuu ya NBC, lakini ratiba ya Young Africans anamalizana na Fountain Gate siku ya kesho. Anaelekea Mwanza kwenye kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Azam Football Club. Lakini mara baada ya mchezo huo ni siku 3 kama sio 2 arudiane tena na Azam Football Club katika mchezo wa NBC Premier League pale Zanzibar. Ratiba ya Young Africans unaionaje na unaitafsiri vipi kuelekea kwenye michezo iliyosalia? Kwangu mimi naweza nikaona ratiba ni ngumu sana kwa muda ambao tulionao na mikoa ambao tunatakiwa kwenda. Jifikirie Yanga anatoka Arusha, anaenda Mwanza, anatoka Mwanza, anaenda Zanzibar. Wachezaji wanachoka, pia muda ambao unakuwepo wa kupumzika, wa kuweza kufanya mazoezi ili kuweza kulikava ni muda mchache sana, ambapo unaweza kuona tunapishana siku 1 au siku 2. Jifikirie kikosi kinasafiri, kinatoka Arusha, kinacheza game Arusha, game wakimaliza Arusha wanatakiwa safiri waende Mwanza, wanatoka Mwanza wanasafiri wanaelekea Zanzibar. Ni moja kwa moja. Kwa mfano kama labda mimi kwa mashabiki nilikuwa naonelea labda game ya Yanga ilikuwa inatakiwa labda ingecheza jana. Leo wapumzike ili waweze kujiandaa na mechi ambayo inakuja kuchezeka Mwanza. Wakitoka Mwanza moja kwa moja wanaunganisha Zanzibar. Moja kwa moja ni kwamba unaona kikosi kinakuwa na muda mchache sana wa kujiandaa, na ni mechi ambazo zote ni mechi ngumu ambazo zinahitaji ushindani. Ila yote kwa yote bado nitaamini kwamba wachezaji wangu, kwa sababu tuna kikosi kikubwa, ninaamini kwamba wachezaji wangu wataweza kufanya vizuri na watatupa matokeo mazuri na wataweza kushinda kwa michezo ambayo imebaki. CRDB kule kuna pressure? Kwa CRDB siwezi kusema kwamba tuna pressure au hatuna pressure, lakini kikubwa
tutaona pressure kwa kadiri michezo inavyozidi kuendelea. Mchezo tunaweza tukasema kwamba utakuwa na pressure kutokana labda na wachezaji watakavyokuwa. Kuna ile wachezaji labda tumefika kwenye mchezo, wachezaji ukakuta wanapata majeraha, wachezaji baadhi wanaumia ambao ni tegemezi, lakini kama watakuwa bado wako vizuri, tunaweza tukasema hamna pressure kwa sababu watakapoingia uwanjani wataweza kuperform vizuri na kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Nikushukuru sana. Asante sana.